Siku moja niliwahi kuelezea, tulikuwa tuko Mina, yuko bwana mmoja katika mashekhi, sina haja kumtaja leo, lakini ndio aliandika kitabu hiki nilichokuja, kitabu hiki cha kijana al-Akhbar, chaitwa An-Nusus as-Sariha fi al-Aqidati as-Sahiha. Huyu bwana akazungumza katika mukhayyam pale Mina, akawa anazungumza, anasema si kila ambalo hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam halifai. Si kila ambalo hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam halifai kufanywa. Yako mambo mengi tu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya, lakini watu wakayafanya na ni mazuri, maadamu jambo hilo ni zuri, maadamu ni jambo la kheri, basi liwache lifanywe tu, na huo ndio utaratibu. Akazungumza, lakini akawa anatolea mifano. Sasa mmoja katika mifano hiyo aliyoitoa ni swala la Bilal ibn Rabah. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kumuuliza Bilal ibn Rabah, nasikia khashkhasha zao katika janna, ni amali gani ulikuwa ukiifanya wewe Bilal? Bilal akaelezea kwamba yeye ilikuwa hachukui udhu ila uswali rakaa 2. Sasa sema hii kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwambia umefanya bid'a, sio? Akalikubali kwa sababu ni jambo la kheri. Kadhalika yule sahaba aliyediriki swala watu wamerukuu, baada ya sami Allahu liman hamida akasema rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mila as-sama. Akazungumza maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya swala akauliza ni nani aliyezungumza maneno yale, ikawa watu wakakimya. Yule bwana akawaogopa kusema nani kasema maneno yale. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mimi nimewaona malaika wakigombania kuyaandika maneno yale. Sasa anasema lau ungekuwa jambo ambalo kile jambo ambalo hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam halifai, je, hili nalo si jambo zuri hili? Mtume akalikubali. Katoa mifano mingi, kuna hili, kuna lile, kuna lile. Mimi nilipata fursa ya kumuuliza maswali. Moja katika maswali niliouliza, nikauliza kwani kuna tofauti gani baina ya kile kinachoitwa kuwa ni bid'atun hasana au bid'a kwa ujumla na kile kinachoitwa kwamba ni sunnatun taqririya? Ni kitu kimoja au ni vitu viwili tofauti? Kwa maana ya kwamba hii bid'a na sunnatun taqririya ni kitu kimoja au ni vitu viwili tofauti? Jawabu, yule bwana akazungumza kwa insafu, akasema ni vitu viwili tofauti. Bid'a ni bid'a, iko hasana na sayyi'a kama anavyosema, na sunnatun taqririya ni sunna. Sasa nikamwambia, mbona wewe watu wa ushahidi wayatolea ushahidi matukio ambayo ni sunnatun taqririya juu ya bid'a? Kama vile mtu anapoulizwa haya, ulete ushahidi wa bid'atun hasana, ataja hadithi man sanna fil islam sunnatan hasana. Yeye sasa bid'atun hasana, lakini ushahidi ni sunnatan hasana. Sasa uone kwamba kuna tofauti. Kinachozungumziwa ambacho kinatakiwa kiletewe ushahidi wa kufaa kwake ni bid'atun hasana, kwamba hii iko. Wewe waleta ushahidi wa kitu ambacho kitu kingine sunnatun hasana. Sasa huko ni kuzichanganya dalili katika mahali ambapo si pake. Ila tujalie tu kwamba ilete katika vitabu vya kielimu, wanawachuoni waeleze kwa mujibu wa dalili na misingi ya ilmu kwamba hii bid'atun hasana ndiyo sunnatun hasana, na hilo hutolipata, utahangaika utakavyohangaika. Sasa yule bwana akawa kama kashaelewa kwamba kitu gani ambacho mimi nakikusudia. Maana wewe ukishasema kwamba sahaba akafanya hivi Mtume akakubali, sahaba akafanya hivi Mtume akakubali, kuonyesha kwamba mlango wa kheri haujafungwa. Mtu anaweza kufanya jambo lolote la kheri likakubalika, likapimwa, likikubalika, hilo litakuwa ni kheri. Tayyibu, nani atakayelikubali?
mtu wa viwango atakayetoa viwango kwamba sasa hili nakubalika, hili hapana. Wale pale ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyetoa upasishaji huo. Kwa hiyo jambo likishaambiwa hili ni sunna, lawa ni dini, na dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ndio dini ya Allah imekamilika. Kwa hiyo si sahihi kabisa kuyatolea ushahidi mambo ambayo ni sunnatun taqririya juu ya bid'a, na kwa madai ya kwamba jambo lolote la kheri wewe lifanye tu. Ndipo pale sasa ikaja masala ya sallu alayhi wa sallimu taslima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, hakika Allah na malaika wake wanamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Enyi ambao wameamini, enyi mlioamini, msalieni mtume sallallahu alayhi wasallam na mtakieni amani, kumtakia amani, au mtakieni salamu mtume sallallahu alayhi wasallam, kumtakia salamu. Hii ni amri imekuja kuelekea Waislamu juu ya ibada hii adhima. Ni amri imekuja kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, si jambo la watu kwamba wamekaa wakapanga kwamba tufanye hivi na hivi. La, ni amri. Kwa hiyo kama ni amri, Waislamu waitekeleza vipi? Bila shaka tutaangalia mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwanza namna ya sala yenyewe, vile alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Namna ya salamu yenyewe ni vile alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa haia zake na nyakati zake na mahala pake. Kama limeachiliwa kwa itlaq, tutafanya kwa itlaq yake vile vile ilivyo. Kwa haia maalum tutafanya kwa haia, hakuna haia tutaacha ile haia maalum. Ala kulli hal, kama limefungwa katika mahali, kwa mfano uko katika as-salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam ni qurba yataqarrabu biha al-abd ila maulah, ni jambo la kumkurubisha mtu kwa Mola wake. Lakini unaonaje kwamba mtu anaswali salatu dhuhuri, baada ya Fatiha anaanza kusema Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli mpaka mwisho? Atakuwa amepatia sunna? Atakuwa amelileta jambo hili la kheri akaliweka mahali ambapo sipo, na hakuna anayefanya hivi. Bila shaka tunazungumza tu katika wajihi wa iftirad. Ina maana kuna mahali pake utakiwa wewe uyaseme maneno haya. Masahaba walimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuuliza namna ya kumswalia yeye, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekeza. Katika maelekezo hatujawahi kusikia sisi, hatujawahi kuiona, labda kwa sababu ya ujinga wetu. Sisi ni wajinga, hatujui, pengine elimu zetu ni ndogo. Kuna mabwana wakubwa wamesoma sana, wana elimu nyingi, wajua sana, pengine wana elimu ya kuonyesha ya kwamba katika aliyoyafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuswaliwa kwake, basi huswaliwa na watu wakapiga ngoma na huku wakiwa wanacheza. Haina haja kubishana, ni masala ya kueleweshana kwamba hili liko. Mtume sallallahu alaihi wasallam alilifunza hili, lakini kutupa dalili kwamba hata kama hakufanya liannahu min babi tarki, kwa sababu ni katika mlango wa kuacha. La yadullu ala at-tahrim liannahu adamu ad-dalil, wa adamu ad-dalil laysa bid-dalil. Maneno haya si sawa. Kinachotakiwa hapa tuonyeshe kwamba ni wapi, mahali gani, kitabu gani. Kama tunavyoambiwa fungua kitabu fulani, fungua kitabu fulani, yasome maneno fulani. Wahi alhamdulillah umehifadhiwa alkitab was-sunna, na tafsiri ya wahi, maneno na aqwali za ahlul ilmi ziko. Hebu pafafanuliwe kwamba miongoni mwa muongozo aliotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada ya kuswaliwa yeye. Sije ukasema kwamba kuswaliwa Mtume si ibada. Ni ibada, ni amri imekuja ndani ya Qur'ani, amri ya ibada ya wujubu.
Kuna baadhi ya maeneo ni wajib bali ni fardhi, kama katika sala, kwa kauli aliyotoa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, wengineo katika wanawachuoni, swala haitasihi kama hukumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya tashahhud. Katika tashahudi ya mwisho kama hukuleta salatu ala nabii ukatoa salamu, swala yako batila. Na sehemu nyingine imekuja katika njia istihbab, bali ni sunnatun muakkada, bali ni khairi. Na mahali pengine wapata dhambi hasa usipomswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama wakati wa kutajwa kwake. Kwa hiyo ni ibada. Kama ni ibada imefunzwaje? Je, imefunzwa kwamba sasa tumswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam huku tupiga ngoma? Hapo ndio kwenye matatizo basi. Usikasema haya matatizo mmeanza kuwaleta nyinyi. Mbona kabla ya hapo zamani watu walikuwa hawaulizi? Sio? Mbona tangu zamani watu walikuwa hawaulizi hivyo? Umekuja wewe ndio waanza kuuliza hivyo. Kuna nini hapo? Itakuwa ni sawa hilo? Ni sahihi kufunga mlango watu wasiulize? Si sahihi. Kwa hiyo mimi natarajia kwamba kama nilivyotangulia kusema kwamba sisi hatuzungumzi au hatuelekezi kwa watu fulani tu, wala sio lengo letu kwamba tukisema maneno haya basi kesho mambo haya yatakuwa yamekufa, yameachwa. Tunajua kwamba mambo yana wenyewe, yana wadau wake. Ukiwaambia wenyewe hawataki, hawakuelewi, wana hoja zao, wana elimu zao. Lakini tunajua kwamba wapo katika watu ambao ukizungumza wa kuelewa na waona kwamba uliyatoa ni hoja na wanaheshimu hoja hizo, na pengine Allah akaweka hidayah katika nyoyo zao akawaongoza hata kama baada ya miaka 20. Kitu cha msingi ni wapi tumefunzwa tukimswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tupige ngoma na tucheza? Maneno haya tulipozungumza katika mjadala kule Unguja kule Kizimkazi, haya masala ya kupiga midundu, yule bwana tulikuwa tukijadiliana naye pale, asema si watu wote wanafanya, sisi tunaona haifai kupiga midundu. Azungumza yeye kama yeye, kwa sababu yeye ni katika Kadiria, lakini watu wa Kadiria waona kwamba ni haramu. Watu wa Kadiria, wafuasi wa Sheikh Muhammad Nasr, wao wanaona kwamba ni haramu. Sasa azungumza yeye kama yeye na watu wa tarika yake. Lakini tuzungumza si kwa wajihi kwa ujumla. Afrika Mashariki ukitembea katika hadhara zote za Maulidi hili liko. Kwa hiyo Waislamu wana haki ya kutaka kujua huu utaratibu wa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa firimbi na ngoma na kucheza watoka wapi? Na maelezo tuliyotaja kwenye vitabu kama al-Imam al-Qurtubi, al-Imam Ibn Hajar al-Makki, al-Imam as-Suyuti walipoulizwa kuhusu haya. Imam as-Suyuti ni katika watu ambao yeye haoni vibaya mambo ya ihtifalati za Maulid, lakini suala la dufu na watu kupiga msikitini na kucheza, yeye amelizungumza wazi kabisa. Amelizungumza wazi kwamba ni wajibu kwa mtawala na wafuasi wake au na manaibu wake wawazuia watu, wawatoe hawa watu misikitini bidharbi wa dharbi, kwa kuwafukuza na kipigo. Kwa hiyo maneno yasirefuke sana, kwa sababu sikukusudia kuzungumza kwa kirefu. Bila shaka ujumbe umefika.